Ndugu wapenzi wanafamilia wa Active Mama na wateja wetu na watazamaji kwa ujumla, tuko hapa kukumbushana mambo muhimu ya kuzingatia katika kipindi cha malezi, kuanzia kipindi cha ujauzito, kujifungua na kwenye malezi ya mtoto kuanzia ile siku anazaliwa kuendelea mbele. Kwa sababu lengo kuu la Active Mama ni kuwafanya wazazi wafurahie malezi ya watoto wao kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka mtoto anapozaliwa. Kwa hiyo tunatengeneza bidhaa maalum kwa ajili ya watoto. Kuna mafuta, kuna sabuni, kuna shower gels, kuna unga wa lishe, kuna unga mbegu za maboga kwa wale mama ambao wana changamoto ya uchache wa maziwa. Lakini pia mbali na kutoa hizo bidhaa kwa ajili ya ambazo ni mahususi kwa ajili ya watoto, lakini tupo hapa pia kutoa elimu kama nilivyosema mwanzo, na kukumbushana mambo muhimu ya kuzingatia katika hichi kipindi cha malezi kuanzia ujauzito na hadi mtoto anapozaliwa. Na leo tuko na mtaalamu wetu hapa anajitambulisha na atasema kile ambacho ametuandalia leo hii. Habari wanafamilia wa Active Mama, karibuni. Kwa majina anaitwa Salome Baraka. Mimi ni mkemia by professional, lakini hapa katika kampuni ya Active Mama mimi ni afisa ubora na uzalishaji. Kwa hiyo karibuni sana. Leo nimekuja kwa ajili ya kuzungumzia hatua za ujauzito kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki ya 40 ambayo ni takriban kama miezi 9. Kwa hiyo leo tutajifunza, tutashauriana kuhusu kipindi hicho cha ujauzito kabla mama hajajifungua na maandalizi yote kabla mama hajajifungua na namna ya kulea mtoto baada ya kujifungua. Karibuni. Kwa hiyo hichi kipindi cha ujauzito kimegawanyika kwa vipindi vingapi? Kipindi cha ujauzito kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki ya 40 ambayo ni almost kama miezi 9 kimegawanyika katika hatua 3. Hatua ya kwanza ina changamoto zake na ina mambo yake ambayo mama anakutana nayo, lakini pia mtoto anakutana nayo. Okay. Kipindi cha pili hivyo hivyo mpaka kipindi cha 3 mpaka hatua mama anafikia kujifungua. Sasa tukianza na hatua ya kwanza ambayo tunaita trimester 1 au hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza au trimester 1 ina vitu vyake ambavyo mtoto anakutana navyo, mama pia anakutana navyo, lakini ndio hatua ya awali kabisa ya ujauzito ambayo yai tayari linakuwa limeshatengenezwa. Kwa hiyo likishakuwa limetengenezwa linaingia kwenye stage ya kukua na kuanza kutengeneza vitu vingine. Kwa hiyo baada ya yai kukua, baada ya yai kuanza kukua ni viungo vinaanza kujitengeneza. Ujauzito sasa unaanza kujitengeneza na vitu muhimu ambavyo vinaanza kujitengeneza katika kwenye huu ujauzito na kupata mtoto. Kitu cha kwanza ni moyo pamoja na ubongo. Moyo ukishakuwa tayari umeshaumbika, umeshatengenezeka katika hiyo hali ya ujauzito, unaanza kudunda. Okay. Kwa hiyo hatua ya kwanza huwezi ukasikia mapigo ya moyo ya mtoto, na kwa bado yako chini sana. Lakini pia katika kipindi hicho ndio mama anakutana na changamoto mbalimbali. Changamoto kubwa ambayo wanawake wengi wanakutana nayo, mama mjamzito anakutana nayo, ni hali ya kichefuchefu, kukosa hamu ya kula, na wengine ndio unakuta wanabagua vyakula. Yuko kwenye ile hatua ya mwanzo unakuta mtu anabagua vyakula. Lakini pia mama anakuwa ni mchovu sana, kwa sababu pale mwili wake unakuwa unakuwa katika hali ya mabadiliko, kutoka hali ya kuwa una adapt, unatoka kwenye hatua ya kuwa msichana na hatua ya kuwa mama mjamzito. Kwa hiyo kuna hormones zinabadilika. Kwa hiyo katika hiyo hali lazima mama akutane na hiyo hali ya uchovu, usingizi mwingi, kuchagua chakula, kizunguzungu. Vyote hivyo ni vitu ambavyo mama anaweza kukutana navyo katika hiyo hatua ya kwanza. Lakini pia katika hatua hiyo ya kwanza ni hatua ambayo ni ya hatari sana. Ni hatari kwa sababu iko kwenye hatari ya mimba kutoka. Okay. Kwa sababu kuna vitu vingi vinavyosababisha hiyo hali, kwa nini mimba iwe katika hatari kubwa ya kutoka. Kitu cha kwanza tunaita hormone instability. Hormone instability kwa sababu kuna hizi hormones ambazo zinatengenezwa na mwili kwa ajili ya kushikilia ule ujauzito unapokuwa tumboni, ambazo ni progesterone. Sasa hizi hormones katika mwili wa mama zikiwa chache zinashindwa kushikilia ule ujauzito. Kwa unakuta ujauzito unafanyaje? Unatoka wenyewe. Lakini pia sababu ya pili, kuna chromosomes abnormalities. Kitendo cha mama kupata ujauzito kuna chromosomes za mama na kuna chromosomes za nani? Za baba. Sasa ile chromosomes ya baba au tunasema mbegu ya kiume inakuwaga haina nguvu.
inakuwa haina ustamilivu wa kusustain muda mrefu. Kwa hiyo sasa pale inapokuwa haijakaa vizuri au ikikutana na hitilafu yoyote, mtoto yule ambaye yuko tumboni atahisi mabadiliko. Yaani kuna kitu, kromosomes zake hazitakuwa sawa. Kwa hiyo zisipokuwa sawa, mwili wa mama na wenyewe utadetect kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo obviously lazima ule ujauzito utafanyaje? Utatoka wenyewe. Lakini ndio sababu kubwa ambayo inapelekea mimba zitoke zenyewe. Yaani katika hichi kipindi cha kwanza. Ndio, cha miezi mitatu au wiki ya kwanza mpaka wiki ya 12. Ndio. Lakini pia sababu nyingine inayochangia kwa kiasi kikubwa mimba kutoka tunaita organ formation. Organ formation ni viungo kujiunda. Mtoto anavyokuwa tumboni au mtoto anavyoanza kujitengeneza tumboni, kuna viungo vinaanza kujitengeneza. Sasa inapotokea hitilafu yoyote, vile viungo haviwezi kufanyaje? Haviwezi kuendelea kujiumba. Kwa hiyo unakuta automatic ile mimba haikui. Kama mimba haikui, inakuwa rahisi kutoka. Lakini pia sababu nyingine inayochangia mimba kutoka ni lifestyle, mfumo wa maisha ambayo mama mjamzito anayaishi. Mama unakuta ana mimba bado ni changa, lakini anatumia pombe, anatumia sigara, anatumia vitu ambavyo ni hatarishi kwake yeye na kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo hivyo vitu pia vinaweza vikachangia au vikapelekea mimba kutoka. Lakini pia kitu kingine ni chakula au tunasema lishe duni. Mama mjamzito ambaye yuko katika ile hatua ya kwanza au hatua ya awali au ile kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi mitatu, akipata lishe duni au asipopata chakula cha kutosha, lishe bora, ile mimba iko kwenye hatari ya kutoka. Okay. Ndiyo. Kwa hiyo hicho ni kipindi cha kwanza ambacho tumeona kwamba kuna mama kujisi kichefuchefu, uchovu uliopitiliza, lakini pia kipindi ambacho ni cha hatari. Ni kipindi cha ambacho kuna possibility kubwa, uwezekano mkubwa wa mimba kutoka. Okay. Tumove kwenye kipindi cha kwanza, tuingie kwenye kipindi cha pili. Hichi kipindi cha pili ni kuanzia wiki ya ngapi mpaka wiki ya ngapi na kina nini ndani yake? Kipindi cha pili ni kipindi ambacho kipo katika wiki kuanzia ya 13 mpaka wiki ya 28, ambao ni kuanzia miezi mitatu mpaka miezi 6. Hiki ni kipindi cha pili. Kipindi cha pili hakina complications nyingi, kwa sababu kwanza ni kipindi ambacho mtoto anakuwa kwa speed. Kwa sababu kuna viungo tayari vinakuwa vimeshaanza kujiunda, kwa anaendelea kukua akiwa bado yuko tumboni kwa mama. Lakini kipindi hiki cha pili mama anaanza kusikia mtoto akicheza. Kwa sababu mpaka mtoto anafikia kipindi hiki cha pili, kuna viungo kabisa kama miguu, yani kuna namna mtoto tayari anakuwa ameshaanza kupata shape ya kuwa kiumbe. Ndio. Kwa mama ana feel mtoto akiwa ana move. Aidha anajiweka hivi au ananyoosha, labda ni mkono ni mguu, mama lazima ana feel. Lakini pia katika kipindi hiki cha trimester 2 au kipindi cha pili, tumbo linaanza kuonekana. Ile hatua ya awali ni rare case, yani kugundua kama mtu, kwa kumuona hivi kwa macho kugundua mtu kama ni mjamzito. Kwa sababu kwanza inategemeana na maumbile ya mtu. Kuna wale watu wamejaliwa miili mikubwa, kwa unakuta hata miezi miwili tu tayari ushaanza mtoto akiwa mbali anaweza kumuona. Lakini kipindi hiki cha pili ni muhimu na ni lazima tumbo lionekane, kwa sababu mtoto anakuwa tayari ameshaanza kujiumba na viungo vinakuwa kwa speed. Okay. Ndio, lakini kipindi hiki cha pili sio kipindi chenye kaeka sana, kwa sababu vitu vingi ambavyo mama alipitia kwenye hatua ya awali, kwenye hatua ya pili vinapungua kama kusikia uchovu, morning sickness zinapungua. Yani kuna namna nguvu ya mama inarejea taratibu. Ndio. Lakini katika kipindi hiki cha pili, kwa sababu mtoto anakuwa kwa speed na tumbo la mama linakuwa linatanuka, mama anapata stretch marks. Okay. Au maarufu tunaita michirizi. Ndio, kwa sababu mtoto anakuwa na tumbo la mama limetanuka kwa speed kuliko ile hali ambayo ngozi imezoea kwamba saizi inatakiwa atanuke. Kwa ile nguvu ambayo mtoto anakuwa kwa haraka, ndio inapelekea ile tumbo la mama liachie ile mistari ya kupasuka. Na kuna namna ya kuifuta hiyo mistari ama ni namna ya kuifuta 100% hamna, lakini unaweza ukajikinga au unaweza pia ukatumia namna ambayo itafifia, haitakuwa ile
ya kuonekana mpaka inatisha. Kwa hiyo kwa mama mjamzito au mama anayetarajia kupata mtoto, anapofika katika kipindi hiki cha pili kuanzia miezi 3 mpaka miezi 6, tunamshauri au anatumia mafuta ya maji, hasa mafuta ya nazi, yale extra virgin coconut oil. Active Mama tunayo. Yale mafuta unapaka mara 2 au mara 3 kwa siku. Asubuhi unapaka kwenye tumbo lako, mchana kama una nafasi au hauko busy, pia ukishaoga unayapaka, na jioni unapaka. Ile inapunguza kupasuka kwa ile ngozi na kuleta michirizi. Okay. Kwa hiyo hicho ndo kipindi cha pili, hakina mambo mengi. Na changamoto ambayo inaweza au situation ambayo mzazi anaweza kukutana nayo ni hizo stretch marks. Okay. Yeah. Tuende sasa kwenye hatua ya 3, hatua ya mwisho, hatua ambayo inawezekana ikawa imechanganyikana na excitement ya mtu anatarajia kupata mtoto, lakini pia pengine hofu kwamba itakuwaje na nini na nini. Hichi kipindi kikoje kitaalamu? Katika kipindi cha 3 au hatua ya 3 ambayo ni hatua ya mwisho, kipindi hiki kinaanzia wiki ya 28 mpaka ya 40, ambapo tayari kwa tulivyoenda kwa mtiririko wetu tayari mtoto anakuwa amefikisha miezi 9 au ujauzito wake unakuwa umefikisha miezi 9. Sasa katika kipindi hiki ni kipindi ambacho mtoto anakuwa amekomaa kabisa. Kitu kwamba anaendelea kukua, lakini anakuwa amekomaa kabisa, yani anakuwa ni kiumbe. Ukienda kwenye ultrasound, ndio ukienda kwenye ultrasound unaona kabisa ni kiumbe ambacho ni binadamu ambaye amekamilika. Lakini pia ni kipindi ambacho mtoto anakuwa anajiandaa kwa ajili ya kutoka au kuzaliwa. Kwa anafanya positioning, anajiwekea mazingira au anakaa kwa style ambayo anakuwa anafanyaje, anatoka. Lakini pia katika hatua hii ya mwisho ni kipindi ambacho mtoto anaongezeka speed, anaongezeka uzito kwa haraka. Si ndio? Mtoto anaongezeka uzito kwa haraka. Lakini pia vitu ambavyo mama anakutana navyo katika kipindi hiki cha 3, kitu ambacho mama anakutana nacho sana kwanza ni kuchoka. Kwa sababu mtoto ameshaongezeka uzito, mtoto ameshakamilika, mtoto yuko kwenye position ya kutoka. Kwa hiyo mwili wa mama unakuwa kama umebeba mzigo. Kwa hiyo ni hatua ambayo mama anakuwa ni mtu mchovu sana. Lakini pia katika kipindi hichi mama anakuwa analala kwa tabu. Kwa sababu akilala hivi mtoto ni kama anaumia huku ndani. Kwa unakuta mama anasikia maumivu, yani anakuwa hawezi kulala kwenye position moja. Unakuta amegeukia huku, unaona? Lakini kitaalamu wanashauri mama mjamzito alaleje, kwa mfano labda kitaalamu mama mjamzito anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto. Okay. Na kwa nini analala na ubavu wa kushoto? Analala na ubavu wa kushoto kwa sababu kubwa inasaidia mzunguko wa damu kuenda vizuri. Kwa sababu anapolala na ubavu, mzunguko wa damu unaenda sahihi, unavyotakiwa kuanzia kutoka kichwani mpaka mguuni. Hivyo basi inamsaidia mtoto ambaye yuko tumboni kupata oksijeni kwa wakati, na pia vile virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mtoto si vinasafiri kwa njia ya damu, vinafika kwa wakati. Kwa hiyo mtoto anaendelea kukua vizuri, anaendelea kupata hewa sahihi. Lakini pia mama anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto kwa sababu hii inasaidia figo zake. Kwa sababu tunajua kabisa figo ndio kiungo muhimu au kiungo kikuu cha kuondoa taka mwili kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama na kutoka kwa mama kwenda nje. Kwa hiyo anapolala na ubavu wa kushoto inasaidia figo kufanya kazi yake vizuri. Lakini pia kulala na ubavu wa kushoto inamsaidia mama kupunguza uvimbe miguuni, mikononi pamoja na kwenye uso. Tunavyojua wamama wengi wajawazito wanapofikia ile hatua ya mwisho kuanzia labda miezi 7, miezi 8 mpaka miezi 9, unakuta miguu imevimba, mikono imevimba, uso umevimba. Ile inatokana na nini? Kipindi ambacho mama ni mjamzito anakuwa na maji mengi mwilini. Sasa yale maji mama akiendelea na ile hali ya kulala na mgongo, yale maji yanakuwa yanajistick mahali pamoja, yanakaa mahali pamoja. Mfano yanakaa sana miguuni, kwenye mikono mpaka usoni. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kulalia ubavu, hasa ubavu wa kushoto, kinasaidia kupunguza ule uvimbe wa miguu, kwa sababu maji yanakuwa yanasafiri na yanaweza kutoka kwa urahisi nje. Okay. Ndio. Kitu cha 4, mama anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto, ubavu wa upande wa kushoto, kwa sababu inamsaidia kupunguza maumivu ya mgongo. Hii miezi ya mwishoni mama anakuwa anapata hali ya maumivu ya mgongo. Kwa hiyo na hawezi kulala na
hawezi kulala na mgongo, kwa sababu mgongo hawezi, yani hayuko flat tena. Kwa sababu mtu kawaida kama hivi nikiwa flat nikilala na mgongo wangu unagusa unanyoka, lakini mama akiwa mjamzito akilala hivi hawezi kuunyosha mgongo wake. Kwa hiyo anashauriwa alale na ubavu, hasa ubavu wa kushoto, ili mgongo wake uweze kujinyoosha. Ndio. Okay, kwa hiyo hizo zilikuwa ni hatua 3 za ujauzito, ya kwanza, ya pili na ya 3. Najua hii inawezekana ikawa ni mada kamili ya siku nyingine, lakini kwa kiufupi, ni vitu gani ambavyo wenza ama wanafamilia ambao wanamzunguka huyu mama mjamzito wanapaswa kuvifanya kipindi hiki cha ujauzito ili kurahisisha hii safari ya kipindi cha ujauzito kuelekea kujifungua? Okay. Swali zuri kabisa. Katika safari hii ya mama anayetarajia kupata mtoto au mama mjamzito, vitu vya muhimu ambavyo mwenza au wenza, familia, ndugu, marafiki wanaokuwa karibu na mama mjamzito, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni mama apate lishe bora, kwa sababu anapopata lishe bora inamsaidia mama, lakini pia inamsaidia kiumbe ambacho kiko tumboni. Anakuwa vizuri na bila kuwa na changamoto yoyote. Kitu cha pili ni kuzingatia huyu mama anaenda kliniki kwa wakati. Sio kwenda tu kliniki kwa sababu akifika kliniki kuna vitu ataambiwa, vitu vya kufanya na vitu ambavyo hatakiwi kufanya. Kwa hiyo wale watu ambao wanamzunguka mama mjamzito au mama anayetarajia kupata mtoto wanakuwa ndio mstari wa kwanza au mstari wa mbele kumkumbusha au kumsaidia afuate kile kitu anachotakiwa kukifanya. Lakini pia wanapoenda kliniki wa mama wajawazito kuna supplements wanapewa kila mtu kutokana na hali yake, lakini kitu muhimu wanachopewa ni iron, hizi supplements za iron pamoja na folic acid. Hizi supplements za iron ni kwa ajili ya kuongeza damu. Wamama wengi wajawazito wanakutana na hii changamoto ya kupungukiwa damu, japo hii ni mada ya siku nyingine, lakini wengi wanakutana na hii changamoto kwa sababu wengi wanakuwa ni wavivu kula mboga za majani, kutumia matunda. Kwa hiyo unakuta anapoenda kliniki akipimwa damu iko kwa kiwango ambacho kwa afya yake sio salama au kiko chini, ndipo anapopewa hizi iron kwa ajili ya kumsaidia kuongeza kiwango chake cha damu. Lakini pia hizo supplements zingine anazopewa ni kwa ajili ya kuimarisha afya yake na afya ya mtoto hasa ambaye yuko tumboni. Ndio, zinaimarisha mifupa ya mtoto ambaye yuko tumboni, lakini pia inamsaidia mama mjamzito. Lakini pia kitu kingine ambacho wenza, marafiki, ndugu, jamaa wanatakiwa kufanya ambao wako karibu na mama mjamzito ni kuhakikisha anakuwa na furaha, kumuondoa hofu, kumweka katika hali ya utulivu, hali ya amani, kwa sababu mama mjamzito anapokuwa na mawazo, hii inaweza kapelekea ukuaji wa mtoto wake tumboni ukawa ni taratibu. Na sio taratibu tu, hata kilo za mtoto haziwezi kuongezeka. Ndio unakuta mama ana afya nzuri tu, hana shida, lakini anaenda kujifungua mtoto ana kilo ndogo sana, ambaye tena itabidi atumie nguvu kubwa kufanyaje kumlea mtoto na awe na kilo ambazo zinastahili na kuendana na wakati wake. Kwa hiyo kitu kingine cha muhimu ni hawa watu wanaomzunguka mama mjamzito, hasa wenza, familia, ndugu, jamaa na marafiki, ni kuhakikisha huyu mama hana stress, ana afya, anakula lishe bora, anaenda kliniki kwa wakati, kumsaidia kufanya mazoezi. Mama mjamzito anatakiwa apumzike, yaani apate muda mrefu wa kupumzika, kwa sababu vile anapopumzika ndivyo anavyochochea ukuaji wa mtoto tumboni. Pamoja na vitu vingine vyote vinavyomhitaji vinaenda kwa usahihi. Okay, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi kutusikiliza. Lakini pia kama tulivyosema hapo mwanzo, Active Mama ni wazalishaji na wasambazaji wa bidhaa mahususi kwa ajili ya watoto. Kuna mafuta ya mgando, mafuta ya maji, kuna sabuni, kuna shower gels, kuna unga wa lishe na kuna unga mbegu za maboga kwa ajili ya mama wale ambao wana changamoto ya kunyonyesha. Kwa hiyo kama unahitaji hizi bidhaa, drop comment yako, acha comment yako hapo, na sisi tutakuhudumia haraka sana. Lakini pia subscribe channel yetu ya YouTube, weka notification on ili upate update za video mbalimbali za kuelimisha ambazo tutaendelea kuziweka siku hadi siku. Hadi wakati mwingine, bye bye.